Nipo na mzee wa Kilinge, shabiki kindaki la Young Africa, lakini pia ni rais wa Wamakonde Tanzania nzima. Nipo naye hapa nazungumza naye mambo mawili matatu. Mzee wa Kilinge, tunajua kuwa mwakani ni mwaka wa kikatiba wa timu zetu kubwa mbili, timu kongwe mbili, kwa na maanisha Young Africa pamoja na Simba Sport Club, kwa maana ya uchaguzi mwakani. Na tumeona mikutano imefanyika mwaka huu ya timu kadhaa tumeona, lakini pia lililonisukuma paka nikae na wewe tuzungumze mambo mawili matatu ni kuhusiana na ahadi za wawekezaji wa hizi timu. Je, kwa upande wako wewe Young Africa wamefikia asilimia ngapi paka ukasema kuwa inahitajika mwakani tusifanye mabadiliko yote, tuendelee na hili kwa sababu ahadi zake zimetimia? Na upande wa pili pia unakiona kitu gani kifanyike ili mradi nao waendane na falsafa za timu yao, kwa sababu waliahidiwa mambo mengi? Kwa mfano gari tumeona wameahidiwa, lakini wadau wa michezo, lakini pia mashabiki mbalimbali wa Simba wanasema bado ahadi haijatimia ya upande wa pili ambao ni Simba Sport Club. Nini kifanyike ili uchaguzi uwe wa haki na salama kuelekea katika mabadiliko ya timu zetu hizi? Kwanza nashukuru ndugu mwandishi kwa kuniuliza swali la msingi kweli hilo swali. Kwa sababu hayo ndio inabidi tuondoke nayo na inabidi tuyafahamu na inabidi tuiongelee ifike wakati. Wakati tunaongelea wachezaji, wakati tunaongelea mambo haya, lakini tusisahau maendeleo. Na klabu bila maendeleo ya kifedha, ya tega uchumi, ya nini, basi itakuwa sio klabu, itakuwa inapata shida. Inategemea nani? Leo tunaona ambao mapato ya uwanjani tunasomewa, lakini yale mapato yanakuwa machache kutokana na kiwanja tunakodi. Kiwanja kinaweza kukodiwa milioni 10. Umeelewa vizuri? Azam pale ilikuwa kinakodiwa kiwanja milioni 10 nzima. Sasa kiwanja kilikuwa cha kwako au kodi milioni ngapi? Milioni 10. Umeniuliza swali kwamba tumejipanga vipi mwakani tunaenda kwenye uchaguzi, vilabu vyote viwili. Mangungu upande ya lazima nimuongelee mtani wangu. Na ukija huku rais wetu Engineer Hersi. Sawa, tunaenda kwenye uchaguzi. La kwanza nalo waomba wana Yanga, tulipie kadi zetu, tujisajili ili ziwe hai, ili tuende kwenye uchaguzi. Na tawi lipate ambao lipate bahati ya kwenda katika nini? Uchaguzi. Kumchagua rais kwa mara nyingine tena. Sijui naelewa vizuri. Kwa sababu yanatakiwa matawi yatimie na ikizi vigezo, watu walipie hada kwenye tawi. Muna watu 100 lakini walipie wote kadi ziwe hai, ndo mupate ambao nafasi ya kutoka watu 5 waenda kufanye uchaguzi wakawakilishe. Kwa maana hiyo ninawasii na ninaomba wanachama wa Yanga walipie kadi zao, tulipie kadi zetu zote na tujisajili. Matawi sio timiza, tutimie watu, tufike 100 na kitu, 200, 300, 400, 500. Tuende tukafanya uchaguzi kwa msimu wa 2025-26 kumchagua tena rais wa timu yetu. Sasa tukirudi katika swali lako ambayo tumeahidiwa vitu vingi. Kwanza timu kuwa imara, timu kufika mbali kimataifa na ubebaji wa kombe kupata. Ni kweli tumeona timu imara Young Africa ndani ya misimu uongozi wa Engineer Hersi, ambao tumeona wachezaji wakubwa na kuja kuchezea klabu yetu. Tumeona bechi la ufundi ambao kubwa kabisa linaletwa kwenye klabu yetu. Tumeona kambi yetu, tumeona uongozi imara, tumeona wakati, yani kila jambo tumeliona ambalo katika ahadi zetu tulizoahidiwa. Sijui naelewa vizuri. Wewe ndugu mwandishi uko wapi ndugu yangu? Mbona mambo mengi? Nakusikiliza. Sio nasikiliza, inawezekana unaangalia. Nakusikiliza. Basi hao wanachama wangu bwana, usiangalie sana. Hao wanachama wangu hao. Kama unataka basi utapata. Usinigombanishe. Sigombanishe. Sawa. Kwa maana tumeona timu yetu imekuwa imara. Tumeona timu yetu ina wachezaji high class. Tumeona tuko imara katika pande zote, ndani ya ligi na mpaka kimataifa. Ndani ya ligi tumemaintain.
tumechukua kombe mara 4 mfululizo, tumemfunga mtani mara 6. Moja ya ahadi hiyo. Umeelewa vizuri? Tumechukua kombe mara 4, tumemfunga mtani mara 6, bado yani miaka sijui kalini huko iliyofanyika. Sawa? Tumekuwa na wachezaji wakubwa wa maana, uongozi bora, tumeona makao makuu mikarabatiwa imetengenezwa, wachezaji wanalipwa kwa wakati, wachezaji wanapata posho, wanapata fedha, wanaishi vizuri. Ijawahi kutokea wachezaji wa Yanga. Sawa? Lakini tukirudi kwenye ahadi kubwa kabisa ambayo nakumbuka hata Manara aliongea, amesema kuna ahadi 2 inabidi waachie wana Yanga. Lakini ahadi ya kwanza ni kujenga uwanja ili nembo iwepo. Ahadi ya pili ni kubeba Champions League. Sio na vizuri. Katika kitu ambacho hakiwezi kusaulika ukijenga uwanja. Sawa? Haya yote yanayofanyika, watu watakwambia kwamba timu walishobeba watu wanavaa chupi zinachanika tu makombe ya ligi. Hakuna jipya. Watu wataongea hivyo kwa sababu kila mmoja kaumbwa na mdomo wake. Na kila mmoja na mtazamo wake. Sawa? Sasa mimi ninachokisema au ninachokiomba, tumewekewa ahadi na tunaenda kwenye uchaguzi. Hati pale tumeiona imepewa. Maana kupewa hati, ukipewa hati maana yake kila kitu kiko sawa sawiwa, tumekubaliwa. Maana yake ndio miliki yako. Ndio miliki yako sasa. Na pale tuliwaambia kuna vipimo vifanyweje, wasubiri. Maana yake walivyosubiri ilikuwa tunangekea hati. Ndio kusubiri watu vipimo vile. Sasa Yanga tumepewa. Tusilewe furaha. Tusilewe burudani. Tusilewe vikombe. Tukasahau ajenda kuu. Ajenda nyingine kubwa kabisa ya nchi kutingishika. Sisi kuwa na uwanja sisi wenyewe Kaunda. Na hati ipo, imepatikana, lakini mpaka sasa hivi hawajaja kutuambia wamefikia wapi. Tuliona hati tumegabiziwa uwanjani pale, lakini mpaka sasa hivi je, lazima tuseme ukweli, ifike sehemu tusiwe machawa. Mimi sio chawa, silipwi. Mimi nimesema nailipa Yanga, Yanga inilipi mimi. Yanga inilipi hata senti 5, mimi ninailipa Yanga. Nayoongea kwa maslahi ya kilabu. Nayoongea siongei kwa sababu kumuogopa mtu. Leo atakuwa kiongozi huyu, kesho atakuwa huyu. Wameanza soka kina wananani huko, wameongoza wananani, wakaja wananani mpaka uongozi huu. Maana yake mashabiki sisi tupo, viongozi wanatoka. Na kila mmoja anayekuja klabu ya Yanga anaahidi kujenga uwanja. Sasa nyakati imefika. Na alituahidi kabla hajatoka itakuwa uwanja ushajengwa. Sasa tunakaribia nafasi yake kumaliza. Umeelewa vizuri? Maana yake tuko dakika za jioni kabisa. Mimi ninachoomba ahadi itekelezwe. Nahisi hata kwa uchache imetekelezwa kwa sababu hata hati haikuwa na process hiyo ya kupatikana, na imepatikana ikiwa kwenye uongozi wao. Sawa. Lakini tuliahidiwa kujengwa uwanja kabla hajamaliza muda wake. Sijui ni vizuri. Mimi nakumbuka mimi sijafuata ubwabwa pale kama wengine Simba, Makolo, kufuata ubwabwa tu afu akadunda na mangumi. Mimi unapoenda kwenye mkutano, mtu sikiliza kitu ambacho unachoahidiwa au ulichoambiwa. Tuliahidiwa kabla muda wake kutoka madarakani uwanja utajengwa. Itakuwa tayari. Itakuwa unaanza kujengwa au umejengwa. Umeelewa vizuri? Katika ahadi zake kuu. Lakini ahadi hii mimi naiona ndio ya umuhimu, hata kama ndio kuna nyakati kutengeneza timu. Timu inahitajika iwe na uchumi wakati mwingine. Leo tunasema viwanja vya wote vya Tanzania eti vya Yanga na Simba. Tunajiongopea hivyo, ni uongo. Tunagombea uwanja pale. Yanga na Simba. Wangu. Je, ukiwa wa kwako utagombea? Leo tunahama, tunasema hapa pabaya. Ukiwa uwanja wako utasema hapa pabaya. Tumeama Azam, tukamia KMC. Tukamia pale tena, naona bwana, Kapa, mara tumeama tena tumeenda KMC. Sasa tunakuwa sio ukubwa. Ahadi tuliowekewa tunahitaji uwanja.
Unahitaji uwanja. Unahisi la mwisho la kumalizia, mzee wa Kilinge, unahisi hiyo ahadi ambayo paka sasa hivi haijatekelezwa ya uwanja ni inaweza ikamwangusha kwenye uchaguzi? Hilo mimi siwezi kulizungumza kwamba inaweza ikawa sababu ya kumwangusha, kwa sababu mengi kayafanya, lakini ahadi kubwa ninachosema mimi, umeelewa vizuri, kwa sababu sio muda wake kampeni huu, umeelewa itakuwa tunavunja sheria kwamba viongozi wa matawi kufanya kampeni wakati sio muda wake. Hiyo lazima tuseme ukweli. Lazima tufuate, tuheshimu kanuni na taratibu. Sawa. Ninachokisema mimi, ahadi tuliopewa ya kujenga uwanja, hebu watuambie wamefikia wapi? Wamefikia wapi na hati wamepata, na muda unakwenda na mwaka unapinduka, na huu mwaka unapopinduka tunaenda kwenye uchaguzi mwakani. Kampeni itakuja mwaka gani? Unaona bana na kipindi gani ambacho kitawepo utaratibu wa kujenga uwanja? Lazima tuambie, umeelewa kwamba wamefikia bwana, tumefikia hapa, tenda tumeitangaza, utaratibu umeitangaza, kwa sababu kuna mambo mengi, kuna michakato mingi. Mimi sijagusia michakato hapa ya mabadiliko bado, umeelewa? Na hatutaki tuwe kama Simba tufike mabadiliko miaka kibao tuele chochote tuende chochote. Kazi yetu tunaambiwa hadi. Unajua sasa hivi wakati imefika, watu wote tunajua tusiongopeane kwa kanuni fulani. Tusishibe na matokeo, tusishibe na maendeleo. Watu wanaweza kashangaa mzee wa Kilinge vipi, lakini mimi sio chawa kupoza kufanya interview na fedha. Sasa ukija hata kama Dunduka wameahidiwa vile na wao wajielewi. Hii ndio kutokujielewa jinsia gani? Wameahidiwa uwanja utakarabatiwa, unaosababu upo. Wameahidiwa hosteli, wameahidiwa basi toka mwezi wa ngapi mpaka sasa hivi. Hola. Wakiulizana Mangungu anawajibu kiuni. Anaambia unanunua jezi feki, unaona bana. Alafu mfadhili inakuaje? Kwani aliposema hapo hakujua kwamba kutakuwa na jezi feki? Na anayepaswa kukamata jezi feki ni nani? Mwenye Jerutu tumemwona kaenda kubomoa sehemu, kazi kuta jezi feki. Tunataka tuone zile Jerutu tunachoma moto. Umeelewa? Sababu Mangungu yeye anawataki watu anayevaa jezi feki. Mimi nakataa kumwataki mtu anayevaa jezi feki. Unakuwa na akili ya kijinga. Wana Simba wameahidiwa mabasi, ila wenyewe wanashikana mikono. Wakiuliza, wengine wanasema usiulize. Wameahidiwa hosteli kule, hakuna. Sawa. Sasa kama pale sisi Yanga panachelewa, tuna eneo letu kule Kigamboni na sisi vile. Twende tukajenge kule, tumeonyeshwa picha, tumeonyeshwa ramani, tumeonyeshwa kila kitu na sisi. Sasa ifike wakati tuoji vitu vya msingi vya maendeleo ya klabu, ifike wakati tuoji vitu vya msingi kwa maendeleo ya klabu. Sawa. Ramani tumeonyeshwa kwenye mkutano mkuu toka kipindi cha Msola. Umeelewa? Lakini leo hatuelewi Kigamboni kuna pori. Hatuelewi kumianza kuweka kituo cha academy. Sawa, tutakodi maeneo mpaka lini wakati maeneo sisi wenyewe hapo? Tutakodi maeneo mpaka lini wakati maeneo sisi wenyewe tunayo? Hayo ni maneno ya mzee wa Kilinge ambaye ameongea mambo mengi sana, lakini mambo hayo ni kuhusiana na maendeleo ya timu yake kubwa kabisa ya Young Africa ambayo inashiriki ligi kuu lakini pale kimataifa. Leo amezungumza kuhusiana na maendeleo tu kwa maana ya uwanja na vitu vingine vya kimaendeleo, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao unafanyika hapo mwakani wa timu zetu zote hizi mbili, Simba pamoja na Young Africa. Mimi naitwa Mpinga Shari na hii ni Hotbiz. Endelea kutazama kila itwapo leo. Mambo mazuri ndo kwanza yanaanza, ndo kwanza yanakuwa ya moto sana kutokea hapa Hotbiz TV. Asante.